Bwana, tumeweza kuona sakata zima la bibiye Rayvanny pamoja na Paula, na leo hii sakata hili linazidi kupamba moto kwa sababu tumeweza kuona majibizano ya hawa watu yakiendelea katika mitandao ya kijamii, na tumeona dada yetu Rayvanny amekuwa akipambana sana kuweza kuwajibu mashabiki ambao wanaomjibu vibaya. Sasa kwa hiki ambacho kinachoendelea sasa, watu wengi wakasema kwamba kuna kitu kikubwa sana cha kuweza kujifunza, kwa sababu tumeweza kuona mtu uko bize na maisha yako, lakini kuna watu ambao wako nyuma yako na wamekuwa wakikufuatilia pasipo wewe mwenyewe kuweza kufahamu. Hivyo kwa hili ambalo linaloendelea sasa, yatupaswa kuweza kuwa makini sana. Utajikuta unafuatiliwa pasipo wewe mwenyewe kuweza kujijua. Huo ndio ujumbe ambao aliweza kuzungumza dada yetu Rayvanny. Lakini kwa Paula, yeye aliweza kuzungumza na kusema kwamba binafsi naishi maisha yangu kwa sababu kuna mambo mengi ambayo nimeyapitia katika maisha, hivyo sitamani kuweza kuona nikishindanishwa na mtu yeyote, kwa sababu maisha yangu ni yangu. Na kingine ambacho watu wasichoweza kukielewa, mimi ni mtu ambaye mara zote natamani kuweza kuona mtu mwingine akifanikiwa katika maisha, na sio hivyo ambavyo watu wengine wamekuwa wakifikiria, kwa sababu najua kuna baadhi ya watu wengi wamekuwa wakinizungumzia tofauti, walinipa majina machafu mabaya pia, kwamba ni mtu ambaye sijatulia. Lakini leo hii niko zangu nimetulia, lakini bado watu wanatamani kuweza kuona nikiendelea kuongea vitu ambavyo visivyokuwa na msingi. Hivyo fika kipindi kila mtu aweze kuheshimu brandi ya mwenzake, na tuachane na hizi sana ambazo zimekuwa zikitutafuna mara zote. Binafsi kila mtu aweze kumheshimu mwenzake ili maisha mengine yaweze kusonga mbele, kwa sababu hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa, watu wengi hawapendezi kuona watu wakiwadhihaki watu wengine. Sasa hivyo ndivyo ambavyo unavyoweza kuona utofauti wa Paula pamoja na bibiye Rayvanny.